Baada ya kibao hicho cha Diamond Platnumz yatapita. Hivyo basi msikilizaji, tumerejea tena kwenye awamu ya pili ndani ya lugha ya fasihi ambayo ni madarasani. Mimi basi bado nafanyika kama mkurugenzi Lexin. Bila shaka mimi nafanyika kama Visaho Delson almaarufu mtoto wa Kiafrika, mtoto mstaarabu. Vile basi msikilizaji, kabla tujachukua pumziko fupi, kujuza au kukuimarisha zaidi kwenye ushairi. Hivyo basi tukakuwa tumekujuza kwa ushairi ni nini, tukakujuza aina ya mashairi pale. Na vile basi msikilizaji, basi tumerejea kukufahamisha kuwa majukumu ya ushairi ni yepi. Bila shaka ama kazi ya mashairi. Kabisa. Kazi yake ni gani katika jamii? Bila shaka hili ni swala ambalo kwa mfano unapoangalia kazi ya mashairi. Shairi kitu cha kwanza ni kitu ambacho kinamfanya mtu aburudike. Mtu anaweza kuimbia shairi upate moyo wako unaridhia na unafurahia sana. Bila shaka unaburudisha kupitia nini? Shairi. Unajua ushairi una majukumu mengi mno. Lakini kama kwa kawaida tunafahamu kwa ushairi utakuburudisha, utakuelimisha, utakuwafahamisha, utakuhamasisha. Basi msikilizaji, tutakuwa tunakueleza moja kwa moja kuwa jukumu lile ushairi moja kwa moja kwa kina ni lipi au ni yepi. Basi kama unaweza mueleza msikilizaji pale kwa kuburudisha, umfahamishe kwa ushairi unamburudisha vipi? Bila shaka ushairi kwa mfano mtu anapokariri shairi, sijui, yani mtu anapata furaha fulani. Kama unapenda kusikiza shairi, kuna furaha fulani ambayo unapata, unahisi kana kwamba kama ulikuwa na mawazo umesongwa na umetulia, na bila shaka hivyo ni kuburudika. Ndio. Vile pale kwa kuburudika, unajua inategemea na yule ambaye ana ukariri ule ushairi. Unajua unapata kuna wale wanaona ukariri kwa njia ya kuimba, kwa ile njia ya kusoma. Basi kwa ile ambaye ana ukariri kwa njia ya kuimba pale, unajua hadi wewe unaweza pata unaburudika kwa kufuatia ile mishororo pale, au vile yule mkariri ana ukariri ushairi. Vile kwa ushairi unaelimisha. Unajua ushairi unaelimisha kwa mashairi mengi hutumika kufundisha maadili, kuhamasisha fikra kuhusu masuala muhimu au kueleza juhudi ya mbinu za maisha bora. Unajua ushairi mwingi umetumika pale kuhamasisha pale au kuelimisha watu. Unajua kuna mambo mengi ambayo yanaendelea katika jamii. Ndio basi unajua mimi kama mtunzi pale wa ushairi naweza ona kuwa unajua ili jamii imepotoka kimaadili kwa hii sekta kwa mfano. Hivyo basi mimi pale kama mtunzi pale naweza amua niende nikae chini nikayatunza yale mashairi kukashifu ile mienendo miovu kwenye jamii. Hivyo basi nitakuwa nifanye nimeelimisha. Bila shaka kuna hamasa kupitia unapokariri shairi lako, kuna hamasa ambayo labda utaipitisha katika jamii. Unahamasisha jamii kuhusu kitu fulani. Labda kuna magonjwa ambayo yameweza kutokea katika jamii. Hasa unahamasisha jamii watafanya nini ili kujiepusha labda na kitu ambacho kimetokea. Kwa mfano magonjwa ama kitu ambacho kinaenda kutokea. Bila shaka shairi linatumika kama hamasa ama uhamasishaji. Ndio. Unajua vile pia ushairi hutumika kama kuhifadhi historia za tamaduni. Najua hapa kwenye kuhifadhi historia za tamaduni, najua mashairi yanaweza kuhifadhi historia ya tamaduni, mila za jamii kwa kuyahifadhi kwenye maandishi ya kishairi. Hivyo basi kuwa ya mawazo au ya maadili kwenye vizazi vijavyo. Hivyo basi unajua unapata kama wakati kama huu sasa hivi, najua kuna mambo ambayo tumeyapata kuyajua kutoka kwa enzi za babu zetu, kwa enzi za wazazi wetu pale ambao sisi hatuko tumezaliwa. Hivyo basi unajua upata pale ushairi ukiwa umeandikwa zile enzi pale. Hivyo basi mtu ana uwezo ukiwa umeandikwa, unajua nakala ambayo imeandikwa inaweza kukaa kwa muda mrefu. Hivyo basi ushairi ukiwa umeandikwa pale kwenye zile enzi za nyuma, hivyo basi mtu ana uwezo wa kurudia tena na kusoma. Hivyo basi kama anataka kufahamu kitu ambacho kinaendelea kwenye jamii au ni yepi ambaye alikuwa anafanyika kwenye jamii husika. Sasa anafuatiliza historia. Fuatiliza moja kwa moja nini kilifanyika hapa vile na kadhalika. Lolote la kuongezea? Vile unajua ushairi pia unaweza tumika kama kitega uchumi. Mimi basi nikiwa nafanya pale mambo ya ushairi pale. Basi naweza pata kwa
ushairi umeweza kuwa kama kitega uchumi changu. Mimi pale nikiandika yale mashairi pale na kuwauzia pale wanafunzi, kuuza pale shuleni pale, nikiyakariri yale mashairi pale na kuyauza hivyo, basi napata pale najikimu kimaisha kwa kupitia kwa zile hela ambazo nazipata pale. Bila shaka ningependa kuongezea kwa kitega uchumi, kwa sababu kuna haya mashairi ya kidini yanapofanywa, kwa mfano ukariri wa Qurani. Kwa mfano mshindi upewa milioni 10. Unaona, hasa hapo inamaanisha umepata hela ambazo zitakusaidia kwa kupitia nini? Shairi ambalo umeweza kuligani na kulikariri. Hasa hapo ni kama kitega uchumi. Pia unapomwangalia Ustadh Walla bin Walla, ni mtu ambaye ni stadi wa uandishi wa mashairi na Kiswahili. Hasa amepata hela kutokana na uandishi wake wa mashairi. Ndio. Pia tulikuwa na Ken Walibora, alikuwa mwalimu, mwanahabari, mgani wa mashairi. Alipata hela kutokana na nini? Na uandishi wa mashairi. Na Mungu azidi kuilaza roho yake pema peponi. Bila shaka. Hivyo basi msikilizaji, tunazidi kuendelea na kukujuza mengi kukua ushairi ni vipi, umuhimu wa ushairi pale. Tutakuwa tunakujuza pia kuwa ni yapi ambayo mtu anapaswa kuzingatia katika kuboresha ustadi wa ushairi pale. Najua ustadi wa ushairi pale tutakuwa tunazingatia kuwa ni yapi mtu anaweza kuzingatia katika kuboresha utunzi wake wa mashairi, ni yapi mtu atakuwa anazingatia katika kuboresha ustadi wake katika kukariri mashairi. Bila shaka msikilizaji wa ECN Radio, tunachukua mapumziko mafupi, tutarejea baada muda usikuwa mrefu. Bila shaka usisite kusema nasi kupitia nambari zetu za simu 078492224443. Bila shaka katika mitandao yetu ya kijamii. Pale Facebook tutapata ECN Radio 99.9, pale kwenye mitandao ya Instagram pale ECN Radio Kenya, na vile kwenye mitandao ya TikTok ECN Radio Kenya, unaongeza pale mbele 7. Bila shaka usisite kuganda nasi, na bila shaka endelea kusikiliza ECN Radio 99.9 Nairobi pamoja na viunga vyake.